Karibu kwenye chaneli yako ya Mambo Afrika, chaneli ambao tunazungumza na vijana kwa ajili ya kuleta mabadiliko katika jamii. Na leo tuko na kijana aliyemaliza chuo na yuko hapa kwa ajili ya kutupatia mawili matatu, kwa ajili ya kutupa ushauri lakini pia na hekima. Unaitwa nani kwa wasiokufahamu? Ndio, kwa majina ya kiserikali yanayotambulika na serikali naitwa Edson Hassan Novata. Sasa Hasani, kwa faida ya wanaokutazama, nataka tujue kwamba ulisoma chuo gani, ulikuwa unasomea kitu gani? Actually nimesoma University of Dar es Salaam UDSM. Course ilikuwa inaitwa Bachelor of Arts in Geography and Environmental Conservation. Asante. Sasa tunajua bana, kila kitu kinakuwa na faida na changamoto zake. Kipindi unavyoanza kusoma chuo, ni changamoto gani ambazo ulizipata kama mwanafunzi? Changamoto actually ni zipo nyingi, kwa sababu ukianza kuangalia hata mfumo wenyewe ulivyo, the way ukiwa O level au advance inakuwa ni tofauti na vile ambavyo unakuwa guided ukiwa chuo kikuu. Ndio maana ukuta uhuru unakuwa ni mwingi. Kwa changamoto inaweza kupatikana, lakini ukiweza kuzimanage inawezekana. Changamoto ni kama namna ya kuweza kutunza muda kwanza, namna ya kuweza kujifuatilia au kujikimu wewe mwenyewe kuendana na ratiba ya chuo. Hiyo changamoto kidogo zinapatikana, lakini pamoja na changamoto hizo ukafanikiwa kumaliza vizuri, si ndio? Ndio. Sasa kwa ambao wako chuoni sasa hivi, unajua tayari ushakuwa ni brother, basi tunapata mawili matatu kupitia ili tuweze kusonga mbele. Kwanza ulipomaliza chuoni, ulipokuja mtaani, una changamoto gani ulizikuta mtaani? Sasa kasema changamoto ni nyingi kiasi chake. Changamoto ni zipo nyingi, lakini kwanza unasema kwamba ni sisi wenyewe ambao mtu unatoka chuo, kwanza unakuta haujatengeneza mifumo halisi ya kusema kwamba je, unaendaje ukabiliana na elimu ya mtaani, kwa sababu ulikuwa unapata elimu ya darasani mpaka umefika chuo kikuu, lakini sasa kuibadilisha kuja kwenye elimu ya mtaani, namna ya kuweza kuishi na namna ya kuweza kuendana na hali ya maisha iliyopo, ile pale ni changamoto ambayo unaweza kukutana nao kwa mara ya kwanza, kama ulikuwa hujajiwekea mifumo ambayo inaweza kukusaidia ukitoka kwenye elimu na kuja kwenye maisha halisi ya mtaani. Kifupi naweza nikasema hivyo. Sasa kwa sisi ambao tunataka kujifunza kupitia wewe, kuna mwaka wa kwanza, wa pili, kuna ambao wameshajiwekea kwamba wakimaliza chuo kuna ajira, unaona bana, lakini kuna wengine wanapokea mabomu nini, lakini wameengage kwenye starehe. Kwa wewe unawaambia nini kama brother? Actually mimi naweza nikasema kwamba kwa mwanafunzi ambaye anapokea fedha ambazo ni mkopo kwa ajili ya kujikimu ukiwa maisha yako yanaendelea chuo, nasema kwamba lazima uwe na mipango, nasema ni plan lazima uwe nayo wewe kama mwanafunzi. Japo unasema kwamba unaweza kukuta kuna vikwazo vingi ambavyo vinakupelekea kuweza kushindwa kukamilisha zile plan, lakini nasema kwamba kwanza unapoanza chuo tu wewe mwenyewe lazima wewe kusema kwamba wengi hata mwenyewe siwezi nikaficha kwamba tulianza mipango ya kujipanga kwa kimtaani ukiwa tayari ushafika third year. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Nasema kwamba hata mji mzuri haujajengwa kwa siku moja. Kwa mipango halisi huwa inakuja tangu unapoanza first year. Unapoanza first year ndio inakujengea msingi mzuri, hata wewe unapokuja kumaliza na kuenda mtaani inakuwa ni vizuri zaidi. Tofauti na ile unapofika third year, asilimia kubwa ni ile second semester mtu anaanza kushtuka. Sio kwamba kumbe inahitajika kwamba nimebakiza kusaini mara 2. Sasa ukishasaini mara 2 unarudi unaanza kukumbuka kusema kwamba kumbe inahitajika kuweza kuweka akiba kwa ajili ya kurudi mtaani. Hicho ndio kitu ambacho sisi wanafunzi au tunaomaliza vyuo wengi sana wakinatukuta, lakini umuhimu mkubwa itakuwa kuanza kujitengenezea misingi tangu unapoanza first year, kwamba kuna shughuli ambazo unaweza kuwa unaendelea nazo mtaani, kujihusisha na jamii zaidi. Pili, ukiwa unaendelea na nini na masomo, hicho kinaweza kukusaidia hata baadaye unapomaliza masomo
ukirudi mtaani inakusaidia wewe kuweza kuendana na hali ya maisha ambayo inaendelea mtaani. Sasa kuna issue nyingine, unajua sana sana sasa hivi yani wanafunzi wengi sana wana quit masomo kwa kuogopa kwamba wanaweza wakasoma tu bure wasipate ajira au wakapoteza tu muda wao. Wengi sana wana quit. Wewe unawashauri nini? Sababu umeshamaliza na unajua una experience kubwa. Sasa unawashauri nini, waendelee kuquit au waendelee kubaki? Kwa ushauri wangu mimi nawaambia kwamba tuendelee kusoma, sababu ukipiga mahesabu hatua ulizozipiga ni nyingi kuliko ambao umeibakiza hapa iliyobaki. Kwa cha pili mimi naweza nikasema kwamba waendelee kusoma, kwa sababu unavyoendelea kusoma mpaka unavyoendelea kumaliza masomo, kuna hali unasema kwamba integration ya watu, unakutana na watu tofauti tofauti. Hiyo hapo inaweza ikaja kukusaidia baadaye, kwa sababu huwezi jua, unaweza kumaliza masomo yako lakini the way ulipokuwa na interact na watu itakusaidia wewe baadaye kuweza kupata watu ambao wanaweza kukusaidia kuendelea na maisha halisi ya mtaani, sababu nasema kwamba watu ni connection, si ndio? Unavyoendelea kusema kwamba kuassociate au kuinteract na watu, ndivyo ambavyo itakuwa ni rahisi kwa wewe baadaye. Hata ukija kumaliza unasema kwamba huyu mtu namfahamu vizuri, shafanya kazi 1 2 3 chuo, inakuwa ni rahisi hata mtu kukuamini na kuweza kukupa kazi ambayo anahitaji mfanye kwa pamoja. Lakini kusema kwamba umalize katishe masomo, kwanza inakuwa sio hatua, haipendezi kusema kwamba hatua ulizoweza kuzipiga mwishoni ndio umeshindwa. Wanasema kwamba umekula ng'ombe mzima umeshindwa kumalizia mkia, inakuwa sio vizuri. Na washauri waendelee kusoma, wamalize, kisha maliza ndio utajua usema kwamba mambo mengine yataendelea. Kwa faida pia nyingine kwa ambao wanakaribia kumaliza, unawaambia mtaani ni pazuri au mtaani ni pabaya? Nasema kwamba mtaani kunaweza kuwa ni pazuri na pia kunaweza kuwa ni pabaya, kama nilivyoweza kusema awali kwamba mtaani kama hujajenga mwanzo mzuri, mtaani actually kunaweza kuwa ni kubaya. Kama umejenga mwanzo mzuri, mtaani kunaweza kuwa ni kuzuri, na kama umejenga mwanzo mbaya, mtaani kunaweza kuwa kubaya vile vile. Kwa mfano, naweza nikasema kwamba kwa yule mtu ambaye aliweza kuweka ratiba yake vizuri kwa ajili ya kufanya shughuli za kimasomo na shughuli za nje ya masomo, shughuli za kufanya biashara ndogo ndogo, huyo mtu actually atakaporudi mtaani itakuwa ni rahisi zaidi kuendana na jinsi jamii inavyoenda, kuendana na kasi jamii inayoenda nayo, tofauti na yule mtu ambayo aliweka asilimia kubwa kwenye masomo tu na kuweza kusahau kwamba hata nje ya masomo inatakuwa kasi ambayo anaenda nayo na masomo itakuwa anaenda nayo pia na nini, na jinsi kasi ya maendeleo ya jamii inavyoendelea kwenda. Kwa mimi naweza nikasema kwamba mwanzo wako unaoutengeneza unaweza kuwa ni mzuri na utakusaidia baadaye baada ya kurudi mtaani, na mwanzo mbaya utakaoutengeneza itakuletea shida sana unaporudi mtaani, kwa sababu umeshazoea kusoma na unarudi huku kupigana kidogo. Lakini pia bwana Hasani, cha mwisho kabisa ni swala la muda. Sasa tunataka uwashauri wanafunzi kwenye kumanage muda pale katika masomo na hizi kazi. Na unakuta mtu labda anafanya kazi zake, labda na issue yake, lakini kuna masomo. Unashauri nini kwenye muda hapo, jinsi ya kumanage muda? Sababu tayari wewe usha kispace hichi kitu, unashauri nini kwenye muda hapo? Sisi kama Watanzania, si najua kabisa sisi huwa tumeenda against sana na muda, hiyo bila utata. Lakini nasema kwamba wazungu wanasema kwamba time is money. Nasema kwamba muda siku zote inatakiwa uheshimiwe, na jinsi utakavyouheshimu muda na ndivyo hata shughuli zako zitakavyoheshimika, na ndivyo shughuli zako zitakapotimiza au zitakavyokamilika kwa wakati zaidi. Cha kuwashauri kama wanafunzi na watu ambao wanarudi mtaani, especially third year na fourth year, nasema kwamba ukiheshimu muda, hata
ukiheshimu muda, hata jamii nayo itakuheshimu, sababu jinsi utakavyokuwa unakimbizana na muda, na ndivyo hata shughuli nyingi zitakavyokuwa zinaenda kwa muda huo huo, na kufanikiwa zitafanikiwa kwa muda. Tofauti na mtu ambaye atashindwa kuheshimu muda kwa haraka, hata shughuli zake zitaenda kwa kudorora. Ndio. Lakini pia swali la nyongeza la mwisho tu, sasa wewe kwa elimu yako ambayo umeisoma na mpaka sasa hivi ulipofikia, inakulipa? Kunilipa Yani elimu wewe sababu umeshamaliza mpaka chuo sasa hivi uko mtaani. Sasa kupitia hii elimu imekulipa, yani inakulipa? Sababu kuna watu pia wanakuangalia na wanasoma, wanajua kwamba baada ya kumaliza chuo hapa hivi natakuwa nipate kazi au nifanye nini. Sasa kwa wewe mpaka sasa hivi ulipofika, hii elimu imekulipa? Mimi naweza nikasema kwamba imenilipa. Naweza nikasema imenilipa kwa sababu kadhaa, inaweza ikawa 2 au 3. Moja, nasema kwamba imenilipa kwa sababu kuja kusoma chuo kikuu nahisi kumenifungulia mianya ya kuweza kukutana na watu wengine wengi tofauti ambao mwanzo sikuwa najuana nao. Kwa hiyo ile connection ya watu imenilipa kutokana na kusoma chuo kikuu, elimu ambayo nimeweza kuisoma. Pili, nasema kwamba elimu niliyoipata naweza nikasema imenilipa kwa sababu shughuli ambazo nazifanya zimeweza kusaidiwa na hii elimu ambayo nimeipata darasani, kwa sababu unasema kwamba elimu haina mwisho, na kujifunza kwako ndiko ambapo kutabadilisha maisha ambayo yanaweza kufanyaje, yanasogea mbeleni. Sema kwamba elimu ambayo labda ningebakia darasa la 7, kiwango cha elimu kilikuwa ni kidogo zaidi na faida nisingeweza kuiona kama saizi ninavyoanza kuiona. Kwa mimi actually naweza nikasema kwamba imenilipa, japo huwezi ukasema kwamba ni direct payment ya kusema kwamba kunilipa kutokana na ajira, sababu nasema kwamba wengine wanasema kwamba tegemea ajira baada ya kusoma. Naweza nikasema kwamba vijana, na washauri vijana wenzangu kusema tusianze kutegemea direct ajira kutoka serikalini, kwa sababu shughuli zipo nyingi za kufanya, lakini hii ni ukiondokana na kasumba ya kusema kwamba mimi nimemaliza chuo kikuu, hii shughuli siwezi nikaifanya. Lakini wengi tunaona wanauza mitumba, wanafanya nini, lakini haimaanishi kwamba ukiweka kiwango chako cha elimu hautaweza kuendana na kasi ya maendeleo ya jamii. Elimu inaweza ikawa ni msaada mkubwa, lakini tofauti yake inaweza ikawa kwenye namna ya matumizi ya elimu utakayoipata. Inaweza ikawa sio kwenye kuajiliwa moja kwa moja, lakini elimu hiyo unaweza ukaitumia kwa maisha mengine ambayo inaweza kani nje ya nini, nje ya masomo yenyewe, na ukafanikiwa, japo inaweza ikawa ni mlango wa nyuma ambao sio tofauti na ule ambao umeweza fanya kuisoma darasani. Bana, kama unasikia umesikia, lakini pia tumeshauriwa vitu vingi sana. Kama wewe ni mwanafunzi huko chuoni unajiuliza ni quit nifanyeje, bana brother huyu hapa ameshamaliza na unaona jisikia ni elimu imemfavor. Kwa tumepata ushauri kutoka kwa brother yetu hapa Hasani, tunashukuru sana, tuko pamoja. Lakini pia hii ni Mambo Africa, usiache kufuatilia channel yetu namba 1. Ingia YouTube andika Mambo Africa, Instagram Mambo Africa, kote TikTok Mambo Africa tunapatikana. Na huyu hapa ni Kalipiso Mwamba kwenye 1 na 2, tuko pamoja.